Taarifa ifuatayo. Mtu mmoja alifahamika kwa jina la Rauli Mahabi, mkazi wa Kurasini, anashikiliwa na kuhojiwa na jeshi la polisi kuhusiana na tukio la kujeruhiwa kwa Padri Charles Kitima lililotokea tarehe 30 Aprili 2025 majira saa 4 usiku maeneo ya Baraza la Maaskofu Tanzania, Kurasini, Temeke, Dar es Salaam. Taarifa zaidi na Runama Bai. Kwa mujibu wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, baada ya kumkamata mshtakiwa huyo, imeelezwa kuwa padre huyo inadaiwa tangu saa 3 asubuhi walikuwa katika kikao na viongozi mbalimbali wa dini, na baada ya kumaliza kikao hicho saa 1 jioni ndipo walidai kushambuliwa kichwani na kitubutu na watu wawili. Tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka 2025 majira saa 4 usiku maeneo ya Baraza la Maaskofu Tanzania, Kurasini, Temeke, Dar es Salaam, ilipokelewa taarifa ya kujeruhiwa kwa Padri Charles Kitima ambaye ni katibu wa Baraza la Maaskofu Tanzania. Mtu mmoja ambaye amefahamika kwa jina la Rauli Mahabi maarufu kama Haraja, mkazi wa Kurasini, anashikiliwa na kuhojiwa kuhusiana na tukio hilo. Aidha, ameongeza kuwa Padri Charles Kitima alipelekwa katika hospitali na anaendelea vizuri na matibabu, huku uchunguzi wa kina ukiendelea ili hatua kali na za haraka zichukuliwe kwa wahusika. Baada ya kikao kuisha, yeye majira saa 1 jioni alikwenda kwenye kantini yao ambapo aliendelea kupata kinywaji hadi saa 4:15 alipokuwa maliwatoni pembeni ya kantini hiyo. Alidai kushambuliwa kichwani na watu wawili. Baadaye alipelekwa hospitali ya Aga Khan kwa matibabu na anaendelea vizuri na matibabu. Baadhi ya wananchi jijini Dar es Salaam wameeleza hofu yao juu ya matukio yanayozidi kuendelea na kuomba kuimarishwa kwa ulinzi ili kupunguza wasiwasi. Sasa tukija kwenye hali ya kawaida, nikiwa kama raia wa mtaa wa Rangi Tatu, nikiwa nasikia habari kama hizi, na mimi nikiwa raia wa kawaida na nipo kwenye nchi ya amani ya Mama Samia, na wengi wanasema mama sasa hivi anaupiga mwingi. Sasa tukiangalia matukio haya, kwanza anamchafulia mama kuonekana kwamba serikali yake, polisi hawana kazi. Lakini mimi maoni yangu nilikuwa naomba serikali, kama inanisikia kwa iliko ya Mama Samia, na hisi ni wasikivu, hawa viongozi wetu wa dini hasa kwenye kaya zao kuongezeke usalama. Kwa matukio design hii yanayofanyika sio sawa sana, na yanafanya serikali yetu sasa inakuwa yani kuna vitu tunakuwa na uoga kidogo, kwa sababu haya mambo paka yanakuja kwenye mambo ya dini haiko sawa. Kwa hiyo ni vyema serikali sasa iangalie, maana yake inapokaa kimya watu ndo wanapata nafasi ya kuweza kuiongelea serikali yetu vibaya. Viongozi wa dini wao kaza kushikia amani. Sasa inapofikia hatua ya serikali kuangalia viongozi nao wanapigwa wa dini, tena wa dini, inakuwa ni hatua mbaya. Kwa hiyo naomba serikali ichukue hatua kali kwa swala hilo la kupigwa kwa viongozi wa dini. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, mimi ni Runama Bai wa EATV. Asante sana Runama Bai kwa taarifa hiyo. Na kwingineko, watu 8 wakiwemo watoto wamelazwa hospitali ya wilaya Kiteto baada ya kushambuliwa na mbwa wanaodaiwa kuwa na kichaa cha wanyama. Hii hapa ni taarifa Mohamed Chumvi kutoka Kiteto.